Nini maana ya kuishi kwa ajili ya Bwana? Kitu cha kwanza, mtu anayeishi kwa ajili ya Bwana ni mtu anayeishi maisha ya mabadiliko ndani ya Kristo. Sema maisha ya mabadiliko ndani ya Kristo. Hicho ndio kitu cha kwanza cha kufanya. Kama unaishi kwa ajili ya Bwana, kitu cha kwanza, matendo yako, tabia yako ya kila siku, mwenendo wako utabadilika. Kitu cha pili, kuishi kwa ajili ya Bwana inamaanisha nini? Inamaanisha maisha yenye kuongozwa na mwongozo wa neno la Mungu. Maisha yako yanaongozwa na neno la Mungu. Nini maana ya kuishi kwa ajili ya Bwana? Kitu cha pili, inamaanisha kuishi maisha ya kuongozwa na misingi ya neno la Mungu. Mtu ambaye ana wokovu wa ukweli, vijana naomba mfuate hapa, ni mtu ambaye maisha yake yanaongozwa na misingi ya neno la Mungu. Kwa hiyo misingi ya mtu ambaye anaishi kwa ajili ya Bwana inaongozwa kwa neno la Mungu. Sema amen. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema, naishi kitabu cha sheria kisiondoke mdomoni kwako, tafakari kila siku. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Mtu ambaye anaongozwa au anayeishi kwa ajili ya Bwana, maisha yake yanaongozwa kwa kuzingatia misingi ya neno la Mungu. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Pia Zaburi ya mstari wa kwanza hadi wa 3. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, Biblia inasema, amebarikiwa mtu asiyetembea katika shauri ya watu wasiokuwa wa haki. Huyo mtu anatafakari neno la Mungu mara kwa mara, na atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Huu mti hauwezi ukanyauka, unazaa matunda mu sezon yote, na kila anachokifanya huyu mtu kitafanya nini? Kitabarikiwa. Hiyo ni Zaburi ya sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Vijana, kama kweli unataka siku moja uje uende mbinguni, uwe na hofu ya neno la Mungu. Ongoza maisha yako kwa kuzingatia misingi ya neno la Mungu. Kitu cha tatu, nini maana ya kuishi kwa ajili ya Bwana? Kitu cha tatu, ishi maisha ya kupenda watu wengine. Ishi maisha ya kupenda watu wengine. Alama ya kujua mtu anampenda Bwana ni namna unavyopenda watu wengine. Naomba mfuatilie hapa, itawasaidie. Ukijiona uko nachukia baadhi ya watu tu mufamili, mukanisa, na hawajawahi kukukosea, kuna tatizo hapo. Una tatizo, akili yako iko na tatizo. Shetani amekupaka pepo la kutokupenda watu. Unajua maana yake? Kuna watu umeshakutana na watu anakuambia, yani mimi yule dada mimi simpendaki tu. Unakutana na mtu anakuambia, yani yule kaka mimi nikimuona mimi simpendaki tu. Hajawahi kukosea, hamjawahi bebana, lakini una roho tu ya kutokumpenda. Ujue uko na pepo la kutokupenda watu, na hilo pepo ni pepo mbaya, kwa sababu alama ya kujua aumpendi Mungu ni jinsi unavyochukia watu wengine, na alama ya kuonyesha jinsi unavyompenda Mungu ni jinsi unavyopenda watu wengine. Kitu cha mwisho, unataka uonyeshe kweli unaishi kwa ajili ya Bwana, ishi maisha ya kusababisha kazi ya Mungu iendelee. Maisha ya kusababisha kazi ya Mungu ifanye nini? Iendelee. Uwe chanzo cha watu wengine kuja kanisani. Uwe mwinjilisti. Uinjilisti wengine sio lazima wewe uende uhubirie watu. Kuna watu wakiona tabia yako kazini, watasema huyu anakuwaka tofauti. Na wakija kujua wewe ni Mkristo, watasema mimi nataka niwe kama Mungu wa huyu Bwana. Mtu mmoja aseme amen. Uwe sababu ya watu kutamani kuja kanisani. Ishi maisha yako kama vile modele watu na